Karne tuliyopo imebadili kanuni za mafanikio ya kiuchumi duniani. Leo ushindani unaamuliwa na uimara wa sekta binafsi, kasi ya teknolojia na ubunifu, tija ya uzalishaji na uwezo wa kufungua masoko mapya. Zama za ukuu na ukubwa wa nchi kuwa kigezo zinafifia. Katika mazingira hayo, Tanzania ina nafasi ya kipekee ya kushindana katika aina ya uchumi huu kwa sababu moja tu, ya aina ya mwelekeo tuliochagua kama taifa kwa miaka 25 ijayo. Na mwelekeo huo ndio unatufanya tuamini tuna uwezo wa kujenga uchumi wa kisasa wa viwanda, unaotumia teknolojia, unaongeza thamani na unaoshindana katika masoko ya kikanda na kimataifa. Wakati tunazingatia hayo, tunafahamu hakuna dira inayotekelezeka bila sekta binafsi yenye nguvu. Hakuna uchumi utakaokuwa kwa kasi bila wafanyabiashara wanaowekeza. Hakuna viwanda vitakavyojengwa bila wawekezaji wanaochukua hatua. Na hakuna ajira za kutosha bila uzalishaji wenye ushindani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo tunaishuhudia TNCC ikizindua mageuzi makubwa ya kitaasisi, hatua inayodhihirisha dhamira ya sekta binafsi ya kwenda sambamba na mabadiliko yanayoendelea duniani. Kwa nyakati hizi, TNCC imeendelea kujiimarisha kama taasisi imara yenye uwezo mkubwa wa kuwakilisha wafanyabiashara, kuhamasisha uwekezaji, kusaidia urasimishaji wa biashara na kutoa huduma zinazokidhi mahitaji ya uchumi wa karne ya 21. Tunawapongeza kwa sababu mnatambua zama tulizopo na mnabadilika. Nikupongeze sana Rais wa TNCC na chemba yote kwa ujumla kwa kwenda na mwelekeo wa aina ya biashara inavyoenda duniani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, TNCC ni muhimu kuliko wakati mwingine wowote. Kutokana na mabadiliko tunayoona, mmedhihirisha kwamba TNCC haipaswi tu kuwa mahala pa usajili wa wanachama peke yake. Imekuwa kituo cha fikra za biashara, taasisi inayofanya tafiti, inayochambua mwenendo wa uchumi wa dunia, inayowajengea uwezo wa wafanyabiashara na inayokuwa mshauri mkuu wa serikali katika masuala ya biashara, uwekezaji na ushindani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, historia inaonyesha wazi kuwa hakuna nchi iliyofikia kuwa uchumi mkubwa bila sekta binafsi yenye nguvu. Serikali huweka mazingira, lakini sekta binafsi ndiyo huwekeza, ndiyo huzalisha, ndiyo huongeza thamani, ndiyo huunda ajira, ndiyo hupelekea bidhaa katika masoko ya dunia. Hivyo, nguvu ya uchumi wa Tanzania katika miaka ijayo inategemea kwa kiasi kikubwa nguvu ya sekta binafsi yetu. Lakini sekta binafsi ya kesho haiwezi kufanya biashara kwa mtindo wa jana. Biashara ya dunia imebadilika na sisi lazima tubadilike. Leo mnunuzi wa kimataifa hataki kujua tu bei ya bidhaa. Anataka kujua bidhaa hiyo imetoka wapi, imezalishwa na nani, kwa mazingira gani, kwa viwango gani vya kazi, na kama uzalishaji wake umelinda mazingira. Huu ni ulimwengu wa traceability, ni ulimwengu wa sustainability, ni ulimwengu unaozingatia ESG, yani Environment, Social and Governance Initiatives. Mheshimiwa Waziri Mkuu, masoko makubwa duniani yanaendelea kuweka masharti mapya yanayohusu ufuatiliaji wa bidhaa kutoka shambani, mgodini au kiwandani hadi kwa mlaji wa mwisho. Yanahitaji uzalishaji unaoheshimu mazingira, unaotumia rasilimali kwa ufanisi na unaozingatia haki za wafanyakazi. Haya si masharti ya baadaye, ni masharti ya sasa. Iwapo sekta binafsi ya Tanzania haitajiandaa mapema, tutapoteza ushindani katika masoko muhimu duniani. Ndiyo maana kama sekta ya viwanda na biashara tupo karibu na TNCC kuhakikisha tunashirikiana ili kuyaishi mabadiliko haya.